kuzika masalia kwenye altare. Shemasi atachukua chombo chenye masalia matakatifu na kisha atajiongea nayo altareni. Kisha atamkabidhi baba mwadhama, ambapo akisaidiana na watu wa liturujia ataweza kuyazika masalia hayo chini ya altare. Ni desturi ambayo kanisa limeiendeleza tokea karne za mwanzo na inaonyesha muunganiko wetu sisi pamoja na kanisa la washindi watakatifu ambao kupitia maombezi yao walioshiriki sadaka ya Kristo wanatuombea kwake Kristo, na hivyo sadaka zetu tunazitoa katika altare hii zinapata kibali mbele ya Mungu. Basi wakati tendo hilo linatekelezwa, nitaomba kwaya watuongoze kwa wimbo ufuao. Nawaalika sote tusimame kwa ajili ya sala ya kutakatifuza altare. Wewe e Mungu unatakasa na kutawala kanisa lako, kwa kuwa leo kanisa lako limefika mbele zako ili kutakatifuza kwa daima nyumba hii ya sala. Ni vema tulitukuze jina lako kwa wimbo wa shangwe.
hukumu wewe utaabudiwa kwa sadaka, taifa lako litafunzwa neno lako na kulishwa sakramenti. Nyumba hii inaeleza siri ya kanisa ambalo Kristo alilitakasa kwa damu yake, akalifanya liwe mchumba wake mtukufu, bikira mwaminifu, ung'aro wa utimilifu wa imani na mama aliyebarikiwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kanisa hili ni mzabibu mteule wa wana ambao wameujaza dunia nzima kwa matawi yake, na kwa njia ya msalaba matawi hayo yananyakuliwa hadi mbinguni. Kanisa hili lenye heri ni nyumba ya Mungu na ya wanadamu, ni hekalu takatifu lililojengwa kwa mawe hai, linadumu imara juu ya misingi ya mitume na juu ya Kristo mwenyewe ambaye ni jiwe kuu la msingi. Hili ni kanisa tukufu, mji uliojengwa juu mlimani, uonekane na wote, kwa watu wote uwazi. Ndimo mwanga wa mwana-kondoo hung'ara daima na kujaa nyimbo nzuri za watakatifu. Kwa hiyo, Bwana, tunakuomba kwa unyenyekevu umtume Roho Mtakatifu kutoka mbinguni, alijaze kanisa lako hili na altare hii wingi wa utakatifu wako. Kanisa hili lidumu siku zote kuwa mahali patakatifu, na meza hii iwe daima tayari kwa sadaka ya daima ya Kristo wako. Hapa maji ya ubatizo yaondoe dhambi za watu, ili watoto wako, Bwana, wakisha bandukana na dhambi, wazaliwe katika uzima wa milele. Hapa Wakristo wako wakizunguka meza hii ya altare, waadhimishe kumbukumbu ya Pasaka, waburudishwe kwa neno la Kristo na kwa karamu ya mwili wake. Hapa sadaka ya kupendeza ya sala ipae juu kwako, sauti za watu ziungane na sauti za malaika waimbao, zipae pia juu kwako kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu. Hapa fukara wapate huruma yako, wafungwa wajaliwe uhuru wa kweli, na watu wote wajaliwe cheo cha kuwa wanao, hadi waingie kwa shangwe mji ule ulio juu, yaani Yerusalemu ya mbinguni, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nao pamoja katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amina. Naomba tuketi. Linafuata tendo la kupaka krisma takatifu, altare na nguzo za kanisa. Baba Mwadhama ataletewa krisma takatifu na kisha ataimimina katikati ya altare pamoja na pembe nne za altare hii na kuipaka katika altare. Maana ya tendo hili: altare inapopakwa krisma takatifu inafanyika kuwa mfano wa Kristo aliyempaka kupita wote, na ndivyo anaitwa, kwani ndiye Baba aliyempaka kwa Roho Mtakatifu akamfanya kuwa kuhani mkuu, ili atolee sadaka kwa ajili ya wokovu wa wote katika altare ya mwili wake aliyokuwa nao wakati wa maisha yake hapa duniani. Na kuta za kanisa zinapopakwa ni ishara hii. Kanisa hili limetengwa kwa ajili ya madhehebu ya Kikristo kwa daima. Zaidi ya hilo, kanisa hili ni mji mtakatifu wa Yerusalemu. Basi yote haya yatakapokuwa yatatanguliwa na maneno ya mwaliko ambayo mwadhama Baba Kardinali atayasema, na baada ya kuyasema na atakapoanza kupaka krisma takatifu kwenye altari, ndipo kwaya mtakaribishwa kuimba wimbo ufao.
Altare na kanisa tunayopaka krisma takatifu kwa utumishi wetu, Bwana atakatifuze kwa nguvu yake, ili viweze kuelezea kwa alama wazi kuonekana siri ya Kristo na kanisa lake. Kwaya, karibuni.
Linafuata tendo la kufukiza ubani altare na kanisa. Tendo hili linatanguliwa na akina mama wawili wakiwa wamebeba chungu chenye makaa ya moto, alafu watafika hapa mbele na kisha kitapokelewa, na baadaye mwadhama Baba Kardinali atakiweka katikati ya altare na kisha atatia ubani katika chungu hicho. Kufukiza ubani altare kuna ashiria kuwa sadaka ya Kristo inaendelezwa hapa milele. Pia inaashiria kuwa sala za waamini zinazopendeza na kukubaliwa zinafika mpaka kwenye kiti cha enzi cha Mungu, na baadaye tutafukiziwa sisi watu. Maana yake kwa